reflect kwenye malengo yako. Najua una malengo yako fulani, si ndio? Au pia wewe mwenyewe una thamani yako, yani thamani yako vile ambavyo unajichukulia, thamani yangu mimi ni nini na malengo yangu niliyojiwekea ni nini? Je, hasara hizi na faida hizi nikizitazama naweza nikawei kwenye mzani na zinaweza kunifikisha sehemu, au kwamba okay, hizi hasara ngoja niache nazo, nikicheza na hizi faida za huku na hizi faida za huku, faida zipi zinanisogeza zaidi kwenye malengo yangu na pia zinalinda thamani yangu, thamani yangu itaendelea kuwepo huku nikisogea kwenye lengo langu, lakini faida hizi pia nikazipata. Hilo jambo la kwanza. Unacheki na jambo la pili, unaenda hivyo moja kwa moja, sawa sawa. Na kitu cha mwisho ambacho unatakiwa kuangalia zaidi ikiwa umeingia kwenye utata kama huu, unaweza ukajifunza kutoka kwenye uzoefu wako wewe au uzoefu wa watu wengine, kwa sababu mimi naamini kwamba hakuna mtu leo hii anafanya kitu ambacho ni kipya kabisa, kwamba yeye ndo kakibuni, yeye ndo kakianzisha. Vitu vyote hivi watu wameshafanya tayari wengi. Kwa hiyo ni habari njema kwetu sisi kwamba tunataka kufanikiwa, tunataka kufanya vitu vingi, accomplish vitu vingi kwenye maisha yetu. Ni kwamba ina maana tuna platform nyingi za kuweza kujifunza kwa kuona, kwa kutazama, kwa kuuliza, kwa kuambiwa. Tukiitaka tu okay, labda watangazaji gani wa TV na radio waliwahi kufanikiwa sana, tunaweza tukawatafuta tukawapata. Walifanikiwaje? Tunaweza tukapata. Watangazaji gani waliofeli kabisa? Tunaweza tukajua. Watu gani labda wafanya biashara fulani waliofanikiwa na wakafeli, wote tunaweza tukajua. Kwa maana hiyo kwamba ukitenga muda wa kukaa chini na kujifunza, aidha iwe kwa uzoefu wako wewe mwenyewe huo mdogo uliopitia, lakini kuna uzoefu mkubwa zaidi ambao unaweza kuutumia wa watu ambao wameshapita njia ambayo wewe unataka kwenda kuianza hiyo safari.